Mapokezi ya show ya Diamond London na Manchester yametokana na nguvu ya Jux. Jux amefanya mashabiki kuwa wengi katika show ya Diamond ya London na Manchester. Katika mtu ambaye Diamond anatakiwa kumpongeza na kumshukuru mno katika tour yake hii na show zake hizi, basi anatakiwa kumpongeza Jux. Unataka kuniambia Diamond na Diamond alifanya hivi kusudi kwa sababu aliamini ya kwamba kwa sasa hivi Jux ni msanii wa Tanzania ambaye ana upepo kweli kweli, ambaye anazungumzwa kweli kweli. Alifanya hivi kusudi ya kuamini ya kwamba uwepo wa Jux utasababisha kuna watu wa mataifa mbalimbali wahudhurie show hiyo, hasa ni wa Nigeria na wa Ghana, yani watu wa mataifa ya Afrika Magharibi. Aliamini kabisa ya kwamba akiwepo Jux mimi nitaweza kuwapata wa Nigeria kiurahisi. Kwa sababu unapomzungumzia Juma Jux kwa sasa hivi ni msanii ambaye anasapotiwa sana na wa Nigeria. Ni msanii ambaye anasapotiwa sana na wa Ghana. Kwa sababu Jux ameenda kuoa kule. Ameenda kumuoa Priscilla ambaye ndio mke wa Jux sasa hivi, ambaye ni Nigeria, Muafrika Magharibi yule. Watu walienda kwenye show ya Diamond Platinum. Sio kama walienda kwa sababu ya show ile, walienda kwa sababu ya kwenda kumuona shemeji yao. Watu walienda kwenye show ya Diamond Platinum kwa sababu ya kwenda kumuona shemeji yao Jux kwa mara ya kwanza. Ukizungumzia nchi za Afrika na dunia ambazo zina idadi ya watu wengi, Nigeria ipo. Nigeria ndio nchi pekee ndani ya Afrika ambayo inaongoza kwa idadi kubwa ya watu. Nigeria ukienda popote katika dunia hii huwezi kumkosa. Na wa Nigeria ndani ya Uingereza au tunasema London, England, ndio wa Afrika ambao wako wengi zaidi kuliko Afrika wengine kutoka katika nchi, Mwafrika yote kutoka katika nchi yote ndani ya Afrika. Kwa hiyo Diamond anatakiwa ampongeze mno Juma Jux kwa sababu kasababisha show zake zijaze. Kaka, huyu Jux ukumbuke baada ya kumuoa Priscilla alifanya show ya kwanza katika maisha yake ya muziki, katika career yake ya muziki Nigeria, na ilijaza. Wanakwenda kwa sababu kumsupport Jux kwa sababu amewaolea dada yao. Wanakwambia lazima msupport Jux kwa sababu ndugu yao sasa kalanja. Jux hakosa hela kumtunza ndugu yao. Kwa hiyo ukubwa ambao wanampa Diamond Platinum katika hii show, ndio watu ambao wanazungumzia wanakosea. Mimi nakwambia Diamond ameshaenda show nyingi Ulaya za kuandaa mwenyewe. Amerika za kuandaa mwenyewe. Tumeona alivyokuwa anadundukia pua. Mara ya mwisho aliandaa show Marekani. Alidundukia pua, watu wakawa wanashuti viti tu. Katika nchi ambayo Diamond ni ngumu kupata mashabiki kutokana na aina ya muziki wake, kupata mashabiki ambao wanamfuata yeye ni nchi za Ulaya, hasa Uingereza. Kaka nakwambia, watu hawajakwenda kwenye show ya Diamond kwa sababu ya Diamond eti ana muziki eti yule ambao umeenda kimataifa. Mimi nitakataa. So kama ninalombaya simpendi Diamond kaka. Ndio. Watu wamekwenda kwenye show zile kwa sababu waliamini ya kwamba Jux atakuwepo. Na Jux atakuwepo kwa sababu ni shemeji yao. Watu wamekwenda kumsupport shemeji yao kaka. Wewe unaweza ukaona katika ile show namna ambavyo kwa Diamond anaimba, ndio alivyoingia Jux, unaweza kuona uwanja ulivyolipuka, kwamba ule uwanja mzima, ule ukumbi mzima walikuwa wanamsubiria shemeji yao. Jux kawateka wa Nigeria kweli. Na mimi Jux si kawapa dawa gani wa Nigeria? Kawateka wa Nigeria kweli. Wa Nigeria leo hii wanamuona Jux ni msanii mkubwa. Na Jux anazidi kwenda anga za kimataifa kwa sababu ya kuenda kuoa Nigeria. Hasa leo hii tunaona machawa wakina Baba Levo mitandaoni tunawaona eti Lukuga huyu ndio Simba niliwaambia, hii ni Ulaya sio Tanzania. Yaani vitu vingine vya hovyo havihitaji akili kubwa kufikiria. Unajua Diamond sio kama hatumpendi, kaka anazungumza. Ni icon wa muziki wa Bongo Flava. Unapozungumzia Tanzania kwenye
engo ya muziki unamzungumzia Diamond Platinum. Unapomzungumzia Afrika ya Mashariki unamzungumzia Diamond Platinum. Ndio. Juzi kati zimetoka listi za wasanii wakubwa na wenye mafanikio. Diamond ameshika nafasi ya 5. Kwa sasa hivi mwenye mafanikio nafasi ya 5 Afrika. Kwa Afrika Diamond halukatai. Anaweza kaenda nchi yoyote. Akajaza. Lakini kumpongeza Diamond kwenye show ya London na Manchester eti yeye ndio kafanya wale watu kawaleta yeye, ule ni uongo. Wale watu hawakuja kwa sababu ya Diamond Platinum. Mimi nakataa. Watu wale hawakuja kwa sababu ya Diamond Platinum. Kwa mziki gani? Kaka, wa Nigeria wenzetu wanaongea Kiingereza. Sikiza sasa nikwambie, nakuja huko. Wa Ghana nao wanaongea Kiingereza, au sio? Alafu kule kuna wazungu pia, wazungu kwa wengi sana. Hivi kaka, kwa mziki wa Diamond, kwa nini anavyoimba mziki wake? Atuzungumzie ile mbaya. Anavyoimba live mziki wake. Anaweza kumshawishi mzungu gani akaenda kwa show yake? Sasa akapiga kwa masafa yale. Sasa kwa masafa yale makelele? Yale mabati ya mapiano yale? Unasema? Yale makelele, wazungu wataki kusikiliza makelele. Mtu aimbe asikike anaimba. Vyombo vinapiga, watu wanasikia vyombo vinapiga. Unapiga ngoma hiyo. Ipi? Ipi? Kaka, hivi ukiacha collab ambazo Diamond kafanya, Neo, Rick Ross, Davido, hizi collab ambazo kafanya, Diamond na nyimbo gani ambayo imempeleka viral? Kwanza bila collab Diamond haendi. Bila collab Diamond haendi. Ya Morgan NDLJ. Ndio kama bila collab Diamond haendi. Nyimbo zinazombeba Diamond Platinum ni zile collab ambazo kafanya, kashirikiana na wasanii wengine. Tena wasanii wengine, mimi kiasi unazungumza. Marry You featuring Neo. African Beauty featuring Omarion. Wakina Rick Ross. Kipindi enzi za Konde uko ndani ya WCB. Haleluya. Teacher Konde, mzee Konde ndio alikuwa anakaa na chola mistari anambia Simba kaimba hivi usiende kuaibika babangu, mzee wangu. Kiingereza hivi. Baada ya Harmonize kutoka ndani ya Wasafi. Angalia nyimbo za Diamond zilizokuwa zinatoka. Kaka, hatuzungumzi ubaya. Mimi Diamond nakwambia siku zote kwenye kitu kinachozungumzia mafanikio ya Diamond ya kimaisha, niko pamoja naye. Lakini nitaendelea kukaa na kuzungumza. Harmonize amechangia pakubwa kumpeleka Diamond kimataifa. Konja kumwandikia hit song, nyimbo za kimataifa. Featuring Neo, featuring Omarion, Morgan Heritage, Rick Ross, mkono wa Konde. Kaka, tuzungumzi kama vitu. Angalia nyimbo baada Harmonize kutoka, nyimbo ambazo Diamond alikuwa anaziandika. Wewe unaona nyimbo anaziandika? Ifinyie kwa ndani. Ipeleke taratibu. Katamu. Yaani vitu ambavyo havina akili. Vitu ambavyo yani ukiangalia huyu kweli msanii huyu. Harmonize alikuwa anaandika vitu kaka. Baada ya Harmonize kutoka Wasafi, Diamond anaandika nyimbo za matusi. Unasema? Baada ya Harmonize kutoka Wasafi, Diamond sasa anatoa nyimbo za matusi. Ukitaka cha uvunguni sharti waname. Juu watoto wa Dar es Salaam sio imekuwa hivi, mnapenda vya bure. Yaani Diamond sasa hivi amekuwa mtu anaandika nyimbo za matusi. Na hii ndio maana tunakaa tunasema ya kwamba Harmonize alikuwa anamsaidia sana Diamond kile Wasafi. Alikuwa anamwandikia Diamond nyimbo zenye akili, nyimbo za kimataifa zilizompeleka Diamond viral. Ni mkono wa Konde. Boss unaenda hivi. Sasa Boss ndio kaenda, sasa atandikiwa nani? Una vitu alivyotoa Boss. Au Zuchu ndio amwandikie Diamond sasa hivi. Ndio yale ampa kila kitu hata akiomba. Yaani vitu vya ajabu anaimba. Mimi ndio maana nasema unamwona huyu Diamond Platinum? Naam. Amtumie sana Jux sasa hivi. Kwa sababu nyota ya Diamond sasa hivi anao Jux. Na Diamond kashajua anatembelea nyota ya Jux. Tembelea upepo. Diamond anatembelea nyota ya Jux. Mimi nakwambia, so umeona hizi show ambazo Diamond anazifanya sasa hivi? Ndio. Kwa mfano Jux aandae show zake Ulaya sasa hivi. Au nchi yoyote huko. Na Diamond aendelee na show zake kutoka hizo nchi hizo. Angalia mashabiki wataenda wapi wengi.
Kaka nakwambia. Yaani wa Nigeria waache kwenda kumwangalia shemeji yao wakamwangalia Diamond kwa mziki gani? Wa Nigeria waache kwenda kumwangalia shemeji yao wakamwangalia Diamond kwa kipi? Ndio maana nasema na nitaendelea kusema hizo show wanazotamba nazo, Simba kavunja rekodi, kaweka rekodi. Wamefanya hivyo, hali zimejaa zile kumbi kwa sababu ya Juma Jux. Wa Nigeria, wa Ghana, Afrika Magharibi yote ile waliungana kwenda kumwangalia, kumuona Jux kwa mara ya kwanza. Hawajabahatika kumuona kwenye harusi Nigeria, hawajabahatika kumuona kwenye harusi hapa Tanzania. Kwa hiyo wakaona hii ndio sehemu pekee ambayo tutaenda kumuona shemeji. Na Diamond sasa hivi kwa kipindi hichi aendelee na show zake, lakini asimuache Jux. Siku ambapo watamuacha Jux kwenye hizi nyimbo, kwenye hizi tour zake za show hizi Ulaya na Amerika, basi ndio siku hiyo ambayo tutaenda kuona mtu anaibika viti, watu wataenda kurekodi viti. Nakwambia kaka, nakwambia watu wanataka, unajua Jux sio msanii ambaye watu wamemuona sana kwenye majukwaa. Diamond watashamuona sana. Kwa kuna watu wanataka kujua huyu Jux anaimbaje? Anaimbaje live? Wa Nigeria hao na wa Ghana. Anaimbaje live? Kwa tukamwangalie tumjue yaliomo yumo. Dada yetu kapenda msanii ambaye anajiweza, yuko vizuri. Au kamuona. Lakini leo hii tukizungumza watu watasema yote humpendi Diamond. Unamuonea wivu. Sasa mimi namuonea wivu Diamond kwa nini? Mimi namuonea wivu Diamond, ombe waambie. Mimi namuonea wivu Diamond kwa nini? Wana tuzalau sasa tunaongea kwa maiki tu hawajui tuna maisha gani nyuma. Kuniambia wala kina Tiwa Savage, wakina Pantolaking, lakini wote wamekuja kwa ajili ya Jux. Sikiza nikwambie, wale wamekuja kumsupport shemeji yao. Tiwa Savage, Pantolaking wameenda kwa ajili ya Jux, sio Diamond Platinum. Ndio. Yule Priscilla ana mawasiliano mazuri na mastaa wengi Nigeria. Akawaambia jamani, shemeji yenu ana show Uingereza. Nendeni mkafanya surprise hadi kuamsha kidogo. Posti kwenye magroup. Priscilla huyo. Kwa hiyo Priscilla aliwashawishi ndo Pantolaking akatokea pale na Tiwa Savage, sio kwa sababu ya Diamond. Sisi hatukatai Diamond msanii mkubwa kweli, lakini hizo sifa mnazompa si hizo zimezidi. Kwa unawaambiaje umma? Umma nawaambia wakupongezwa ni Jux na sio Diamond Platinum. Wakupongeza Jux na sio Diamond.